Hujambo mwanafunzi, katika video hii tutaangalia sajili katika miktadha isiyo rasmi, na hii ndio tunasema miktadha ya kawaida. Miktadha isiyo rasmi ni ile ambayo wazungumzaji wana uhuru wa kutumia lugha bila kubanwa na kanuni za sarufi na kaida nyingine. Ningependa uweze kutofautisha kati ya sajili rasmi na sajili ya kawaida. Na katika sajili ya kawaida tunaambiwa hii ni ile miktadha rasmi. Hii ni ile miktadha isiyo rasmi ambayo wazungumzaji huwa na uhuru wa kutumia lugha bila kubanwa. Ina maana katika sajili rasmi wazungumzaji wanabanwa na kanuni za lugha, lakini katika sajili ya kawaida wazungumzaji hawabanwi na kanuni za sarufi. Na katika sajili ya kawaida hakuna kuzingatia kaida za lugha au kanuni nyingine za lugha, lakini katika sajili rasmi kuna kuzingatia kanuni za lugha na kaida za lugha. Nataka tuangalie sifa za sajili ya miktadha ya kawaida. Hizi ni sifa za jumla za sajili ya miktadha ya kawaida. Sifa ya kwanza, kuna matumizi ya ucheshi na utani. Lugha inayotumiwa huwa ya utani na ucheshi kwa sababu ya kutokuwepo na matarajio ya urasmi. Hamna matumizi ya lugha ya urasmi wowote. Kwa hivyo wazungumzaji wana uhuru mkubwa zaidi katika matumizi ya lugha. Hoja ni kuna matumizi ya ucheshi na utani. Na ukumbuke hizi ni hizi ni sifa za jumla za sajili ya kawaida. Tusonge. Sifa ya pili, tunaambiwa kuna matumizi ya lugha isiyo rasmi. Hali hii hutegemea wahusika na muktadha. Kwa hivyo lugha isiyo rasmi itategemea wahusika. Ina maana gani? Tunaporejelea wahusika, ina maana kwamba iwapo wahusika uhusiano wao sio rasmi, na muktadha ina maana iwapo wahusika watakuwa katika mazingira ya kawaida na wala sio mazingira rasmi. Kwa hivyo hali hii hutegemea wahusika na muktadha. Kwa mfano, mtoto anapoongea na babake katika muktadha wa kawaida, basi atatumia lugha rasmi kwa sababu uhusiano kati ya mtoto na baba ni uhusiano rasmi. Lakini iwapo utapata ni rafiki na rafiki mwenzake, watatumia lugha ya kawaida kwa sababu uhusiano kati ya rafiki na rafiki ni uhusiano wa kawaida. Sifa ya tatu, tunaambiwa kuna matumizi ya sentensi fupi fupi, na tunaambiwa sentensi fupi hutumika ili kurahisisha kueleweka kwa mzungumzaji. Sababu za kutumia sentensi fupi. Sababu ya kwanza ni tabia ya mzungumzaji. Utapata kwamba kuna watu ambao wanapenda kuongea mambo kwa kifupi tu. Sababu ya pili, hali ya akili ya mtu ina uwezo wa kuhifadhi mambo machache, kwa hivyo atatumia sentensi fupi. Ingekuwa ni hali ya akili ya mtu ina uwezo wa kuhifadhi mambo mengi, angekuwa anatumia sentensi ndefu. Tatu, ili kueleweka haraka. Kumbuka kuna tofauti kati ya kueleweka haraka na kueleweka kwa urahisi. Sababu ya nne ni kupotelewa na yale aliyokusudia kuyasema. Kama ulikuwa unataka kusema kitu fulani na kikapotea ghafla, basi itakubidi ukatishe ile sentensi na mwishowe itakuwa ni sentensi fupi. Na sifa ya nne ya sajili ya kawaida, kumbuka tunazingatia sajili za kawaida kwa ujumla. Kuna matumizi ya viziada lugha au lugha ya ishara. Viziada lugha hutumika kama vile kutabasamu, kuna miondoko ya mwili. Sababu za kutumia viziada lugha au lugha ya ishara, wakati mwingine tunasema ni lugha ishara. Sababu ya kwanza, haja ya msemaji kutilia mkazo analolisema. Kwa hivyo ukitaka kusisitiza au kutilia mkazo kile ambacho ulikuwa unakisema, utatumia lugha ya ishara. Sababu ya pili, mzungumzaji kulazimishwa na kile anachokisema. Kuna baadhi ya mambo ambayo wakati unayasema itakubidi tu utumie ishara fulani, pengine ni kwa sababu ya tafsida. Sababu ya tatu, ili kuwavutia wasikilizaji. Kumbuka unapotumia ishara, msikilizaji itabidi akuangalie ili aweze kuelewa maana ya ishara unayoitumia. Kwa hivyo ni kama mojawapo ya njia ya kuteka makini ya msikilizaji au mtazamaji wako. Na sababu nyingine, hali ya kihisia ya mazungumzo. Sababu nyingine, huenda msemaji hana muda wa kutosha kusema alionayo. Na sababu ya mwisho, nadhani ni jambo la kawaida kuambatanisha mazungumzo na matumizi ya viziada lugha.
Sifa ya 5, kuna kukiuka kanuni za sarufi. Kuna kukiuka kanuni za sarufi. Kanuni za kisarufi hukosa kuzingatiwa sana katika mazungumzo ya kawaida. Kumbuka hii ni sajili ya kawaida. Sababu ya kukiuka kanuni za sarufi katika mazingira ya kawaida ama katika sajili za kawaida, cha msingi ama cha muhimu katika mazungumzo ya kawaida ni mawasiliano. Mradi tu mawasiliano yamefanyika na kile ambacho kinakusudiwa kimeeleweka. Na sababu ya pili, ukosefu wa muda wa kufikiri, kupanga mawazo na kushughulikia kanuni za kisarufi. Na sifa ya 6, kuna kusita-sita. Kusita-sita ni jambo la kawaida katika mazungumzo ya kawaida. Na sababu ya kusita-sita, sababu ya kwanza, tunaambiwa kwamba mzungumzaji kutaka muda wa kufikiri au kupanga mawazo. Yaani unapotaka muda wa kufikiri na upange mawazo yako, utajipata una sita-sita. Sababu ya pili, mzungumzaji kutokuwa na uhakika wa anayokusudia kusema. Kama huna uhakika, kwa hivyo utasita ili kufikiri ni kipi ambacho utakisema. Na sababu ya 3, tunaambiwa hisia kama vile kupandwa na hasira. Wakati ambapo mtu ana hasira, anapozungumza utaona kwamba atasita-sita. Na sababu ya 4, tunaambiwa hali ya kimaumbile ya mtu kama vile kigugumizi. Ukipata kigugumizi, anapozungumza atakuwa na sita-sita, na sababu itakuwa ni hali yake ya kimaumbile. Kusita-sita kutatokana na hali yake ya kimaumbile. Sababu za kusita-sita: mzungumzaji kutaka muda wa kufikiri au kupanga mawazo, mzungumzaji kutokuwa na uhakika wa anayokusudia kusema, hisia kama vile kupandwa na hasira, na 4, hali ya kimaumbile kama vile ugugumizi. Sifa ya 7, kuna kubadilika kwa mada au maudhui. Na sababu ni kwamba ni jambo la kawaida mada kubadilika katika muktadha wa kawaida. Sababu za kubadilika kwa mada au maudhui ni wahusika kutopendezwa na maudhui au mada fulani. Iwapo hawajapendezwa na ile mada ambayo walikuwa wanazungumzia, huenda wakabadilisha mada. Pili, mwingiliano wa mada. Huenda mada fulani kuingiliana na mada nyingine, kwa hivyo itabadilika. Sababu ya 3, matokeo ya ghafla. Iwapo jambo litatokea ghafla, mada itabadilika. Na sababu ya 4, tunaambiwa mabadiliko katika mazingira. Mazingira yakibadilika, basi mada itabadilika. Sifa ya 8, kumbuka hizi ni sifa za jumla za sajili ya kawaida au sajili za kawaida. Sifa ya 8, kuna kukatizana kalima au kukatizana kauli. Huenda msemaji mmoja akamkera mwingine asiweze kuvumilia. Iwapo nimekukera na wewe hautaweza kuvumilia, kwa hivyo utakatiza kauli. Sababu ya pili ni hali hii hutokea kwa sababu ya ukosefu wa sheria katika mazungumzo ya kawaida. Hamna sheria ya kwamba ni nani atazungumza wa kwanza, atazungumza kwa muda upi na atafuatwa na nani baada ya kuzungumza. Sifa ya 9, kuna matumizi ya vihisishi. Mara nyingi katika mazungumzo ya kawaida huandamana na matumizi ya vihisishi kama vile a, na haya hutokea ili kumpa msemaji fursa ya kufikiri na kuwa na uhakika wa anachotaka kusema. Iwapo utaulizwa kwa nini mzungumzaji hutumia vihisishi katika mazingira au katika sajili ya kawaida. Sababu ya kwanza, mara nyingi katika mazungumzo ya kawaida huandamana na matumizi ya vihisishi. Tuende katika sifa ya 10. Sifa ya 10 tunaambiwa kwamba kuna ubadilishaji na uchanganyaji ndimi, msimbo au kauli. Kubadilisha msimbo ni wakati mzungumzaji anazungumza kwa lugha moja kisha akabadili katika lugha nyingine. Utarejelea mfano tulikuwa tumeeleza hapo awali. Kuchanganya ndimi ni wakati mzungumzaji anazungumza katika lugha moja kisha hapa na pale anatumia maneno ya lugha nyingine. Kwa kifupi tunasema kuna kubadilisha au kuchanganya ndimi katika sajili ya kawaida. Sifa ya 11, kuna matumizi ya msamiati.
Iwapo msemaji au wasemaji hawana umilisi mkubwa wa lugha, msamiati sahili. Hapa sifa inafaa kuwa kuna matumizi ya msamiati sahili au msamiati mwepesi. Iwapo wasemaji hawana umilisi mkubwa wa lugha, msamiati sahili unaoeleweka kwa urahisi utatumika. Sifa ni matumizi ya msamiati mwepesi. Na mwisho, iwapo wana umilisi mkubwa, mazungumzo yatakolezwa kwa matumizi ya msamiati usio wa kawaida pamoja na istilahi hasa kutegemea mada. Sifa ya 12, kuna kubadilika kwa msamiati. Msamiati hubadilika kutegemea mada, muktadha wa mazungumzo na uwezo wa lugha ya wasemaji. Mambo matatu ambayo yanategemea kubadilika kwa msamiati: mada, muktadha wa mazungumzo na uwezo wa lugha ya wasemaji. Ningependa tuangalie mifano ya sajili katika miktadha isiyo rasmi au miktadha ya kawaida. Kuna sajili ya mazungumzo ya ana kwa ana, kuna sajili ya nyumbani, kuna sajili ya hotelini, kuna sajili ya biashara ambapo kuna dukani na sokoni, kuna sajili ya siasa, kuna sajili ya usafiri, kuna sajili ya wazee, kuna sajili ya mapenzi, kuna sajili ya wahuni, kuna sajili ya mahirimu, kuna sajili ya michezo, kuna sajili ya maombolezi, kuna sajili ya baa, kuna sajili ya mazungumzo ya simu, kuna sajili ya wachimba migodi, na mwisho kuna sajili ya Sheng. Hizi ndizo baadhi ya sajili au mifano ya sajili katika miktadha isiyo rasmi au miktadha ya kawaida. Natumai unaziona pale. Kwa hivyo tutaziangalia moja kwa moja na tutaanza na sajili ya mazungumzo ya ana kwa ana. Lakini kwa sasa tutakomea hapa. Endelea kusubscribe, kushare. Na kama uko na swali utauliza pale katika comment section. Utapata mtu ambaye atakujibu. Katika video nyingine tutaanza na sajili ya mazungumzo ya ana kwa ana. Kumbuka hii ndio sajili ya kwanza katika ile mifano ambayo tumeona pale ya sajili za miktadha ya kawaida au ndio sajili ya miktadha ya kawaida. Kwaheri kwa sasa.